Ukiachilia mbali ndege wote ambao unawafahamu, tai ni ndege wa pekee sana ambaye pia unapaswa kumfahamu zaidi. Nikukumbushe tu ya kwamba endelea kusubscribe kwenye account yetu ya Itigi TV. Tunaendelea kukuletea update mbalimbali, lakini pia kwa wateja wetu wote na watazamaji wetu wote, na wewe unaweza kutuona na kutufuatilia kwa njia yoyote ile, ikiwa kwa TV au pamoja ukitaka kutufuatilia kwa njia ya mitandao ya online, tunapatikana huko kama Itigi TV. Na leo ninakuletea baadhi ya mambo ambayo huyafahamu kuhusu ndege tai. Tai ambaye ni mkubwa na anaishi katika maeneo ya milima, savana na misitu ya joto, ni miongoni mwa ndege wanaokuwa kwa haraka zaidi na wana nguvu kubwa za kupaa, wana mabawa makubwa na nguvu za kuruka. Na tai ana umaarufu kwa kuwa na uwezo wa kuwinda wanyama wadogo au hata wanyama wakubwa kama vile wanyama wa shambani au mamalia wadogo kabisa. Tai pia wanajulikana kwa kutumia nguvu za hewa ili kupaa kwa urahisi na kwa umbali mrefu. Kwa hiyo wanaenda na mazingira ambayo wanakutana nayo hewani. Sasa kuna aina nyingi za tai, lakini aina maarufu zaidi ambazo tunazifahamu na kuziona mara nyingi huwa ni tai mweusi na tai mwekundu. Aina hizi ni maarufu kwa miondoko yao ya angani na hutumika kama alama katika tamaduni mbalimbali. Tumeona bendera za nchi, timu ama logo fulani, nembo fulani zikitumia alama hii ya ndege huyu aina ya tai. Hapa kuna baadhi ya vitu ambavyo tai wanavyo na ambavyo sio kawaida kabisa kwa ndege wengine kuwa navyo. Jambo la kwanza ni kwamba wana mbawa kubwa na zenye nguvu sana. Tai wana mbawa ndefu na kubwa ambazo hutoa uwezo wa kuruka kwa umbali mrefu na kwa urahisi, na hivyo huwasaidia kuwafanya wawe wepesi, lakini pia zina nguvu sana, zikiwasaidia kuhimili upepo mkali na kupaa juu ya mazingira kwa umbali mrefu zaidi. Jambo la pili ni kwamba macho yao ni makubwa na hufananishwa na vifaa vingi vya uwindaji, na tai wana macho makubwa yenye uwezo mkubwa wa kuona mbali na hata kwa umbali mrefu zaidi. Hii inawasaidia kuona mawindo yao kutoka angani kwa umbali wa kilomita nyingi zaidi. Macho yao pia yana uwezo wa kuona mabadiliko madogo ya mazingira ambayo yanakuja kutokea mbele. Jambo lingine la tatu ni kwamba tai wana makucha makubwa na makali sana ambayo ni muhimu kwa kuwinda na kushika mawindo yao. Makucha haya ni imara na yana uwezo wa kushika na kupasua nyama ya wanyama wa shambani au mamalia wadogo ambao wanakuwa wakiwawinda. Jambo la nne ni kwamba uwezo wa kupaa kwa umbali mrefu sana angani. Tai wana uwezo wa kuruka kwa umbali mrefu bila kutumia nguvu nyingi, na hivyo huwasaidia kwenda mbali zaidi ambapo ndege wengine hawawezi wakafika. Wana uwezo wa kutumia upepo na mzunguko wa hewa na kuruka kwa muda mrefu bila kupiga mabawa yao mara kwa mara, jambo ambalo ni tofauti na ndege wengine. Pia wanaweza kula hata mzoga. Hii ni tofauti na ndege wengine wanaotegemea mawindo hai. Yeye akikosa windo anaweza kupata hata mzoga na akala na akaendelea kuishi kama kawaida, tofauti na ndege wengine ambao wanategemea mawindo halisi. Haya ndiyo machache ambayo nimekusogezea kuhusiana na ndege tai. Endelea kusubscribe kwenye account yetu ya YouTube.